kabisa kwenye exclusive interview. Mimi naitwa Victor Madaha, kama kawaida behind the camera yuko Rizky bwana. Bana, kama hivyo kawaida yetu bwana, leo nimetembelea tena siku nyingine tena DJ Sma. Kuna vitu vingi sana vya kuzungumza naye. Tunafahamu uchaguzi wa Tanzania umefanyika na kuna mambo mengi sana ambayo pia aliyazungumza yeye before uchaguzi kufanyika, na kuna vitu ambavyo pia vimetokea. Nikasema baada ya kipindi kifupi kupita hapa katika, nikasema ngoja na mimi nimfuate ndugu yangu nimuulize pia analipi la kuzungumza kutokana na yale ambayo yametokea. Sema kama lakini bana, alhamdulillah. Mbona nasemaje? Namshukuru Mungu, si wewe? Safi bana. Umesalimika? Tumesalimika. Alhamdulillah. Jambo la kushukuru. Jambo la kushukuru. Nakumbuka wakati tunazungumza mara mwisho uliniambia ulikuwa na safari yako ya kwenda Russia, Moscow. Ilikuwaje hasa? Nishangaa tunakuona umerudi huko. Imeenda vizuri. Tuenda kuangalia wenzetu, kwa kuna tuzo na mambo ya diplomasia. Wenzetu jinsi wanavyofanya diplomasia, human diplomacy. Ya binadamu kwa binadamu. Mnakaa mnajadiliana, mnasikia maoni ya watu tofauti, mnauliza maswali na vitu kama hivyo. Kajifunza wenzetu wanafanya events katika hali ya juu kabisa. Na tukatembelea maeneo fulani tofauti pia ya Moscow pale. Kwa hiyo ilikuwa ni nzuri. Na nilipata nafasi pia kuona culture ya kule katika tofauti na nilivyoenda mara ya kwanza. Mara ya kwanza nilivyoenda St. Petersburg, nilitembelea moja ya makanisa kule, nikakutana na mkuu wa kanisa pale. Kwa sababu sijui ni muite padri au bishop au nani, lakini nikakutana naye, nikamwomba, akaomba dua kwa sababu ya Tanzania. This time nilivyokuwa Moscow, nilienda kutembelea msikiti mkubwa zaidi Moscow. Nikakutana na imam pia, nikamwomba pia tuombe dua kwa Tanzania. Na nikakutana na watu tofauti pia, nikakutana na Tanzania wengine kule. Kuna binti ambaye yuko anasoma kule. So kwa ufupi ilienda tu vizuri. Na nashukuru Mungu. Nakumbuka wakati ulirudi tayari uchaguzi ushafanyika, ulikuwa bado? Na ilikuwaje? Mimi nimerudi tarehe 29. Ndege inatua ni saa 7:30. Kwa hiyo wakati ndege inashuka, naangalia, mimi nilikuwa na siti ya dirishani. Naona moshi Moroko pale, Mwananyamala, Ubungo, wapi. Yaani naona moshi unafuka maeneo tofauti. Kwa hiyo ilikuwa ni experience moja ambayo maishani mwangu sijawahi kuiexperience. Tumekuwa tunaiona sana kwa wenzetu. Kwa hiyo tukashuka pale airport, mambo yalikuwa mazuri. And by the way, tu niwaambie watu, kuna video ilisambaa ikionyesha kwamba waandamanaji wamevamia airport. Yes, yani anaweza nikawaambia wakati wanasema hayo, mimi nilikuwa ndo ninashuka airport. Na nilikuwepo. Na wanachosema ni uongo. Walichokichukua, ndo maana nimetoa intro ya makala ambayo yanakuja ya uchambuzi wa mkeka wa Gen Z TZ. Nimeelezea kwamba sasa hivi ni kipindi ambacho tuwe makini sana, kwa sababu kuna misinformation nyingi, kuna disinformation nyingi, kuna upotoshaji na uongo, udanganyifu mwingi. Kwa hiyo ile video walioiweka wakasema kwamba waandamanaji wamevamia na kuingia airport, ilikuwa actually ni video ya Magufuli. Katika msiba wake, watu kwa mapenzi na shauku ulivyokuja mwili wake, wakashindwa kujizuia, wakaingia pale. Na haikuwa kwa sababu ya kudhuru au kuharibu chochote. Kwa hiyo mimi naweza kuthibitisha wakati narudi na nilikuwepo muda huo. So nikatoka airport, tukaenda, tumepita Ubungo, tumepita Mwananyamala, tukazunguka, tunafika Salenda Bridge, Stanbic Bank pale. Huko tumekuta magari ya polisi. Njia ya kwenda Mwananyamala kuna waandamanaji. Sasa sijui ni waiti waandamanaji au ni iteje. Alafu chini kuna viatu, kuna mawe, kuna vyupa. Yani kwamba muda mchache kabla sisi kufika pale kulikuwa kimewaka. Ila naweza nikasema kwa bahati nzuri upande wa polisi na vyombo vya usalama hawakutuzuia wala hakutudhuru. Na pia kwa upande wa wale ambao ndo walikuwa waandamanaji hawakutuzuia wala hakutudhuru. Ila hali ilikuwa sio nzuri. Kwa hiyo ikabidi tukaingia kushoto, tulikuwa natakiwa tupite ile njia ya Kinondoni. Ikabidi kabla ya njia ya kwenda ambao kata kulia unaenda Leaders, tukaingia Chimbo, tukaingia Kinondoni Shamba. Tukaenda
nikaenda kujibana sehemu kwa zaidi ya masaa 3. Na ni sehemu ambayo nilishuhudia sehemu za kura zile zilivamiwa, zikafanywa vurugu, makaratasi na vitu kama hivyo. Kwa nikakaa pale masaa 3, palivotulia nikamchukua boda, ilikuwa niende, ikabidi nikaenda kwa hatua, nikaenda Msasani sehemu kwa mshikaji wangu, nikapumzika kidogo ili patulie, nipate nafasi sasa ya kuvuta kuja home. Ndio ikatoka ile tamko kwamba saa 12 curfew, ikabidi nilale pale. Kesho yake nilitakiwa kwenda Kinondoni. Nikachukua pikipiki. Wakati tunaenda Kinondoni, mwanangu, kuanzia Moroko mpaka unafika studio, na mwanangu, yani uharibifu na mwendo kasi kuvunjwa na matairi na barabara, ilikuwa ni vurugu. Sijui wakati wa mtiti unavyotokea ulikuwaje, silikuwa tunasikia tu sauti. Nikaenda nikachukua nilichorudi, then nikachukua boda, tukaenda zetu, tukaja mpaka maeneo ya Mbezi. Tulivofika maeneo ya nje Panda Clouds pale, tukasimamishwa na wanajeshi. Vipi, mko fresh? Tuko fresh. They were very friendly. Punguzeni mwendo. Wakaturuhusu punguzeni mwendo. Tukapunguza mwendo, tukaenda, tukakuta kipindi hicho sheli zote zilikuwa zimefungwa. Kuna ile ya Suma JKT ndio sheli pekee ambayo ilikuwa na mafuta. Sasa boda ambaye alikuwa ananipeleka, mafuta yake alikuwa amepungua. Akamuuliza, na nilipenda hicho kitu, aliongea friendly na mwanajeshi. Unajua ile hakukuwa kuna nini bana, petroli ipo. Mwanajeshi akamwambia petroli imeisha, na njoo saa 5 itakuwepo. Na sisi kweli wakati tunapita kwa Nyerere pale, tuliona gari la jeshi. Nadhani walichokuwa nakifanya, walikuwa naenda baadhi ya sheli binafsi wanachukua, alafu wanaenda kuuza pale. Sasa ninachosema hivi, watu ni rahisi kuchukulia tofauti. Sio kwamba walikuwa wanavunja sheria au wamechukua kinyume, na ilikuwa very peaceful. Nadhani kuwa kuna makubaliano kati ya zote, na sehemu ambayo watu walikuwa na amani kwenda ilikuwa ni pale Suma JKT, kwenda kujaza pale. Then tukaenda tukakutana na checkpoint ya pili, wakatuambia punguzeni mwendo. Tukapunguza, tukavuka, tukaendelea na safari yetu. Na nikafika nyumbani. Tangia nimefika ilikuwa ni amani kabisa. Of course kwa kuna milio unaisikia hapa na pale, and kwa sababu ya kiusalama, mawasiliano yalikuwa hamna isipokuwa kwenye simu. Kwa hiyo chochote kilichokuwa kinaendelea ilikuwa ni kwenye simu. So ni kitu ambacho ndio experience yangu mimi. Nimerudi siku kabisa ya tukio lenyewe. Naam. Pole sana ndugu. Asante, nashukuru. Mimi kwa kweli mimi sistahiki pole. Kuna watu ambao wanastahiki pole. Kuna watu ambao wamepoteza maisha either kinyume na hatia, au wamepoteza maisha kutokana na labda matendo aliyoyatenda. Kwa sababu lazima tuwe wazi. Alafu kuna watu wameambiwa wameharibiwa mali zao. Kuna watu wamedhurika. Kuna watu biashara zao zimeathirika. Hao nadhani wanastahiki zaidi pole kuliko mimi. Mimi naweza nikasema mimi natakiwa nishukuru Mungu kwamba alhamdulillah ni mzima, sijadhurika. Kwa hiyo mimi nachoweza kusema mimi ni wa kushukuru Mungu. Naam. Hata mimi mwenyewe nimetoa pole nyingi sana, lakini kwa sababu pia ni siku nyingine, watazamaji wengine pia tuendelee pia kutoa pole kwa watu ambao wote ambao wamefikwa madhira na kila kitu kilitokea. Yani, pia tunatoa pole kwa wote ambao wameathirika. Kilichotokea ilikuwa sio kitu kizuri. Kuna mambo mengi ambayo yametokea hapo kati, inasikitisha. Kwa hiyo kwa ufupi nitoe pole kwa wahusika na familia zote. Okay, sawa. Na nakumbuka last tunafanya interview ulizungumza kwamba endapo kitokea maandamano kuna hatari ambazo pia ulizitaja. Ulisema kwamba unahofia, unaona kwamba kuna watu watakosa biashara zao kufanya, na ukasema kwamba katika maandamano pia kuna watu ambao huwa wanajipenyeza wenyewe, wanaenda kufanya vurugu na sio kuandamana pia. Kila ambacho ulichokizungumza naweza nikathibitisha kweli, kwa sababu tunazungumza hapa. Kuna watu maduka yao yaliharibiwa, kuna watu ambao biashara zao ziliharibika pia, kuna watu ambao walikosa kuuza biashara zao, wa mama wa mboga mboga ulizungumza siku ile na uliliona hili. Nataka nikuulize pia, kwa nini uliona hichi kinaweza katokea endapo kitokea maandamano? Kwa kweli
Naweza nikasema tu ni kipaji ambacho amenipa Mwenyezi Mungu. Sio kwamba mimi na akili sana au najua sana. Ni kipaji ambacho Mungu kanipa. Mimi Mungu amenijalia na character moja ambayo ni very sensitive. Nina notice hata vitu vidogo vidogo. Kwa hiyo inaniwezesha mimi kuweza kuona indicators vya sheria. Inaniwezesha mimi kutengeneza pattern, mwenendo, na inaniwezesha kuweza kuona kwa uwezo wa kibinadamu nini huenda kikatokea. Probability ya kutokea ni kubwa, na kwa masikitiko ni vitu ambavyo vingine vilitokea. Na nadhani watu wanakumbuka kwamba nyanya ilifika nyanya moja buku, nyama ilifika 25,000, petroli maeneo mengine alifika mpaka 20,000, sehemu ambazo labda watu walikuwa wanaenda kwa 3,000, boda ilifika ikawa ni 30,000. Kuna sehemu watu wananiambia kabisa ilikuwa 50,000, unaambiwa utakwenda sehemu fulani. Kuna watu walilipa 1,200,000. Yes, kwa sababu ya hiyo. Kuna watu waliathirika kwa sababu kwa siku. Kuna mama ntilia ambaye kipato chake ni kwa siku. Kuna watu wa daladala kipato chao cha siku. Kuna watu wa bodaboda kipato vyao ni vya siku. Lakini pia kuna watu ambao walikuwa na hela zao electronically kwenye mitandao. Ikawa ni ngumu kuzitumia zile hela kwa sababu sehemu za kutolea ilikuwa ni ngumu. Hata mtu ukimtumia ile hela ni electronically, iko kwenye simu, haezi kuitumia. Kwa hiyo athari zilikuwa kubwa. Kuna watu, alafu pia zingatia iliangukia mwisho wa mwezi. Ukiacha taasisi labda za kiserikali na baadhi ya mataasisi kubwa ambayo yaliathirika, ambayo yalikuwa yanalipa watu wao mapema kabla ya muda. Watu wengi binafsi au makampuni binafsi wao wanalipwa tarehe 32, tarehe 35. Kwa hiyo hichi kimetokea kutokana na demand na supply, bei zimefumuka, alafu mtu hana chochote. Kwa hiyo watu waliathirika. Mimi kuna mama na watoto 6, hana cha kufanya, hana uwezo, hajui cha kufanya. Mimi kwa kweli kuna watu ambao niliwapigia simu ambao walikuwa kwenye ninawamudu. Nikawaambia jamani, ambao mna uwezo kusaidia, angalieni mitaani kwenu kuna watu gani ambao wanahitaji msaada. Wajane, mtu ana familia yake, mtu ana watoto. Kuna watu ambao huenda hali zao ni mbaya. Kama mna nafasi ya kuwasaidia, wasaidieni. Nimefanya kazi na baadhi ya makampuni. Niliwapigia watu wa PR, public relations. Wengine walipokea, wengine hawakupokea, lakini nilikuwa naambia kwa sababu wao wana foundations ambazo zinaweza kusaidia watu. Kwa hiyo nilipigia watu tofauti tofauti na kuwaambia jamani, angalieni mitaani kwenu kuna watu ambao wameathirika, they cannot survive, hali zao ni mbaya. Kama huyo ya mama, mimi iliniuma sana, na watoto 6, hana chochote, watoto wanalia njaa, hana chochote cha kuwapa, hajui waambie nini, wala hali ilivyokuwa hauna kwenda kumfuata kila mtu. Hali yake ilikuwa ni mimi, yani anapambana kivyake. Kwa hiyo hali ilikuwa inasikitisha. Ni kitu tulikugusia. Unajua sometimes kuna vitu unaweza ukaviona ukaviongelea, hutamani vitokee, lakini vikitokea vinakuwa ni masikitiko kwa sababu uliviona kabla. Na mimi watu wangu wengi wa karibu niliwaambia jiandaeni angalau na stock ya wiki 2. Wengi sana waliniambia baada ya tukio, mwanangu ulionaje? Yani wewe ndio umeniwezesha. Sasa hivi nina uwezo wa kuvuta. Niliambia watu ambao wana gari, piga full tanki in case ikitajika masafa marefu. Weka stock yako ya wiki 2-3. Kuwa na hela nyingine unaweza kuona kwenye simu, lakini kuwa na cash. Kuwa na local currency, lakini kuwa na international currency, kwa sababu ya scenario tofauti ambazo zinaweza zikatokea. Wengi sana wananiambia mwanangu, yani wewe sijui ulionaje, lakini ndo uliyenisaidia kuona mazingira haya. Pengine hasa kwenye maandamano kuna vitu vingi ambavyo pia vilitokea. Tumeona maduka ya wasanii baadhi, Juksi, Binasi, Shishi, biashara yake ya chakula pia iliharibika. Nadhani wasanii kwenye hilo wameandamwa sana. Wasanii wa Tanzania ni nini ambacho wamekosea, ama unahisi kwa nini wasanii walikuwa target pia? Unajua tuko kipindi ambacho hisia ziko juu sana. Mihemuko iko juu sana. Kwa hiyo mtu unapoongea unatakiwa uwe makini sana unachokiongea. Na upande wa pili
usiongee kufurahisha watu. Ongea watu wanachokihitaji kukisikia, sio wanachokitaka kukisikia. Kwa hiyo kwenye hilo, na mimi naweza nikasema kwanza, najua nitakutana na povu, najua nitashambuliwa kwa sababu ya hisia za watu na miemuko ya watu, lakini watu ambao wataweza kutuliza akili zao na kutafakari maneno ambayo nataka kuyasema, atakaa atafikiria, atakuja kusema kuna mantiki, kuna ukweli fulani ndani yake. Niulize, maandamano ni kitu gani? Kwa sababu nadhani maana neno maandamano, especially kwa jinsi ambavyo yanawekwa maandamano ya amani, nadhani neno limekuwa diluted, limewekewa maji kiasi kwamba ni ngumu kuelewa. Mimi nadhani maandamano ya mwisho ambayo yalikuwa ni maandamano sahihi na ya amani, kama sikosei, na naomba mtu anirekebishe, ni maandamano yalifanywa na nadhani ni Chadema baada ya mama kuchukua kwa kipindi fulani. Kuna maandamano fulani yalifanyika makubwa, akawepo Tundu Lissu na wengine na watu kama hao. Watu walitoka sehemu moja wakaenda sehemu husika kwa amani, bila kuvuruga kitu cha mtu, bila kufanya chochote. Wakakaa, wakakutana, wakaongea walichokiongea, watu wakarudi nyumbani. Hayo mimi naweza nikaita yalikuwa ni maandamano ya amani. Sasa hivi watu wanaongelea maandamano. Sasa natamani mtu anieleweshe, anionyeshe maandamano ambayo yalifanyika ambayo ni amani, ambayo watu walikuwa wanatoka sehemu moja kwamba jamani, sisi tuna maandamano yetu, tunatoka sehemu moja tunaenda sehemu nyingine, na wakatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine bila kuchoma, bila kuharibu, bila kuleta vurugu, bila kuingilia mizunguko ya mtu mwingine yoyote. Najua watu watashambulia, najua watu watasema nini, lakini ambacho kwa asilimia kubwa kimeonekana, na haya niliyaongea, wewe ni shahidi na video ipo, nikasema kupiga kura ni haki ya kikatiba ya mtu, kuandamana ni haki ya kikatiba ya mtu. Katiba hii sawa. Kupiga kura kuna vigezo na masharti, kuandamana kuna vigezo na masharti. Kwa hiyo pande zote mbili zizingatie. Kwa hiyo kuna watu ambao mimi nadhani hawastahiki kuingia kwenye maandamano ya amani, kwa sababu nimekwambia mimi nilikuwa Kinondoni Shamba wakati nimetoka airport. Nilishuhudia vituo vya kura vikivamiwa. Nilishuhudia baadhi ya vitu ambavyo vilitokea pale, pamoja na kituo kidogo outpost cha polisi. Sasa naomba mtu anieleweshe kama ilikuwa ni maandamano sahihi na ya amani, na kuna vitu ambavyo nimesema sasa hivi hisia ni nyingi, miemuko ni mingi. Ni rahisi kuongea kitu ambacho kitafurahisha watu, lakini nataka watu tuwe tuna uwezo wa kujichallenge na kukaa na kutafakari. Kwa hiyo kuna issue hiyo ambayo kwenye msafara wa Mamba na Kenge wapo. Kwa hiyo kulikuwa ndani, huenda na naamini kwamba kuna watu walikuwa na lengo la kuandamana kwa amani kabisa bila kusababisha vurugu, lakini ndani yao kulikuwa kuna kundi kubwa la uhalifu na walikuwa na malengo tofauti na wahusika. Ndio maana tuliona kwamba unajua, wewe unaweza practice haki yako ya kimsingi bila kumzuia na mwenzio a practice haki yake ya kimsingi. Sawa. Huku unaweza ukafanya maandamano yako bila kumzuia yule ambaye alienda kupiga kura. Lakini kulikuwa kuna baadhi ya uzuiaji, kulikuwa kuna ukataji wa vidole, nadhani Goba imetajwa sana. Yes. Imagine wewe unaenda kumkata kabisa kidole simply because mtu ana mtazamo tofauti na wewe. Kuna
watu walichomewa nyumba zao na magari na vitu kama hivyo, na watu waliibiwa. Na nikisema hayo lazima pia niongelee pia upande wa pili. Kuna watu waliuawa kwa njia ambayo sio halali au sio sahihi. Kwa hiyo lazima tuangalie pande zote mbili. Unajua so far unakuta watu atasema kitu kimoja, maandamano yalikuwa ya amani na bila kukiri kwamba kulikuwa kuna 1 2 3. Na kama unakumbuka maneno yangu tuliongelea kabla ya, nikaambia katika makundi ambayo watu waangalie, anyway hii tutakuja kuiongelea mbele. Kwa hiyo kwenye kulikuwa kuna watu ambao wana nia ya kuandamana kwa amani, lakini ndani yao kulikuwa kuna wahuni ambao wamejipanga kufanya uhuni na uharibifu na uhalifu. Hiyo naomba ieleweke. Na ndani yake kulikuwa kuna watu walikuwa na lengo la kuandamana kwa amani. Hiyo lazima ieleweke na lazima tutofautishe, kwa sababu kuna watu ambao wana bezi upande huu, kuna watu wana bezi upande huu. Umeniuliza swala la wasanii kushambuliwa. Narudia tena. Sasa hivi hisia ni ziko juu. Sasa hivi miemuko iko juu. Hasira ziko juu. Ambao wataweza kunisikiliza kwa kutuliza akili na kutafakari bila kuweka miemuko, nadhani huenda wakaona kuna baadhi ya maneno ambayo nayasema yana make sense. Kuhusu wasanii, issue nasisitiza tena. Sasa hivi tuko katika kipindi ambacho hisia ziko juu sana. Miemuko iko juu sana. Kwa hiyo watu ni wepesi kujudge kwa hisia kuliko kukaa na kutafakari jambo kwa undani wake. Na mimi nitaliweka katika namna ambayo mtu ambaye anaweza katuliza akili akaitafakari, ataitafakari. Kwa sababu wanakuambia huwezi kumridhisha kila mtu. Naam. Sasa sanaa ni kazi kama kazi zingine. Ni kama dereva, ni kama mbeba zege, ni kama mwandishi wa habari. Kwa hiyo ni kazi kama kazi zingine. Na kazi ya kutumbuiza ni moja ya kazi kama kazi zingine. Wasanii leo hii wanalaumiwa kwamba wameenda kwenye kampeni. Na zaidi ni ya upande mmoja. Wale walikuwa kwa kazini, wameenda kulipwa hela zao, na watu wanatakiwa wajue sio wasanii tu. Kwenye zile kulikuwa kuna watu wa kufunga taa, kuna watu wa kufunga saundi, kuna watu katika zile nani wa usafiri. Na hizi ni vyama vyote. Siongelei watu ni rahisi kubezi kwenye chama kimoja. Vyama vyote walikuwa wana kampeni zao na vitu kama hivi. Na kuna wasanii ambao walikuwa upande mmoja na wengine walikuwa upande wa pili. Kwa hiyo wote walikuwepo. Kwa hiyo hili ni kazi kama kazi zingine. Ila kutokana na watu wa kompyuta wanajua kuna ule virus autorani ule. Ukifungua faili ukishamuona autorani unajua huyu mdudu huyu. Yes. Na inabidi to discuss the elephant in the room. Mtu ambaye ndo kapewa lawama kubwa, ambaye ndo kama ulimtaja, mtu kama Diamond. Na ni kutokana na kauli yake ambayo alisema kwamba watu, alisemaje? Watu wafanye kazi. Watu wafanye kazi. Sasa naomba tuichambue kauli kwa kutumia akili, sio hisia na miemuko. Anaposema watu fanyeni kazi, kama wewe unafanya kazi, ina maana ile kauli kwanza ikuhusu. Kwa hiyo wewe haumo ndani. Cha kwanza. Cha pili, kama haufanyi kazi, Diamond hakulishi, hakuvishi, hakulipii kodi, hakununui maji ya kunywa. Kwa hiyo maneno yake hayakuongezei chochote wala yakupunguzii chochote. Na alitukana, alitumia maneno ya matusi. Jibu ni hapana. Na hii watu watasema namtetea Diamond. Mimi nataka tuangalie logically. Sasa nataka tuangalie worst case scenario, kwamba tuchukulie
tuchukulie, yani ni mfano, labda alitukana, sawa. Wewe ambaye umekasirika, tangia umezaliwa umeshatukanwa mara ngapi? Hebu tuulizane. Kaa uliza. Wewe ambaye umehamasika na umekasirika, kama kweli alitukana, umeshatukanwa mara ngapi? Okay, tuache tangia umezaliwa, tuchukulie tu mwaka 2025 mpaka sasa hivi. Wewe ndugu yangu, ndio nikuulize, mpaka sasa hivi unahisi labda umetukanwa mara ngapi tangia mwaka umeanza? Mara nyingi tu. Mara nyingi. Sawa. Je, narudi kwa wale ambao wamemind na kutaka kwenda kufanya walichotaka kwenda kukifanya. Je, wote waliokutukana ulienda kuwachomea nyumba zao au ulitaka kwenda kuwachomea nyumba zao? Jibu ni hapana. Swali, wote waliokutukana uligombana nao au ulipigana nao? Jibu nalo mwenyewe. Kwa sababu kama ni hivyo, so far nadhani ungekuwa mtu umepigana na watu kila siku. Kwa sababu ukiwa barabarani kuna mtu atakutukana, mtaani kuna watu atakutukana, kazini kuna watu atakutukana, nyumbani kwako demu wako atakutukana, au bwana wako atakutukana. Tunarudi kule. Tuchukulie kakutukana. Unachotaka kukifanya ndo ulichokifanya kwa watu wote au hii ni special kwa wasanii? Utakuja kuona kwamba hukumu hii iko tofauti. Utajiuliza kwa nini? Kwamba wewe na tabia yako, jinsi ulivyodeal na watu walivyokutukana siku zote na miaka yote ni tofauti na jinsi unavyotaka kudeal na hii. Utakuja kugundua ni kwa sababu umeambiwa kwamba mtu fulani aidha kakutukana au maneno yake hayakufai, na wakati kila siku nakutana na maneno yale yale, katumwa. Kwa hiyo umepandikizwa chuki ambayo sio ya kwako na wewe umeipokea. Tukikaa tukifikiria tu, yani same standard, kwamba katutukana au kaongea shit, sawa, tunataka kwenda kuchoma. Tuchukue hiyo hiyo, ni watu wangapi wamekutukana tangia mwaka huu umeanza, na ni watu wangapi wamekuongelea shit tangia mwaka umeanza? Je, wote umedeal nao kwa hivi? Unakuja kugundua ni kwamba umepandikizwa chuki ambayo sio ya kwako, na umepandikizwa hukumu ambayo sio ya kwako, kwa sababu kipindi chote watu wote waliokutukana au waliokuvunjia heshima au walichoongea kitu ambacho hakijakuridhisha haujadili nacho hivyo. Kwa hiyo specifically kwa hawa umeshikwa akili, ukajaziwa hukumu, ukajaziwa cha kufanya, na umeact kutokana na ulichoambiwa, sio hulka yako. Na tuchukulie katukana. Je, kutukana ina justify kwenda kumchomea mtu mali yake? Je, ina justify kwenda kuharibu mali yake? Je, tukipindua meza, wewe watu ambao umewatukana kwa mizani hiyo, ina justify na wao waje wakuchomee wewe, waharibu biashara yako au nyumba yako au mali yako? Utakuja kugundua ni kwamba hii issue yote haikuwa na issue yoyote ya msingi ya maana, isipokuwa watu wamepigwa yule mdudu wa utoran, kaekwa, wamejazwa, wakajaa. Smart. Nimalizie. Sawa. Tuchukulie, moja ya hoja ni kwamba wamepewa hela kwa sababu ya kwenda kufanya kale. Nimeshaongelea kwamba ni baadhi, na mimi sitetei wasanii. Nataka tuangalie vitu logically. Tuchukulie wamelipwa, sawa, kutokana na kazi walioifanya. Hujaridhishwa na malipo yale. Unapoenda kuchoma, nichukulie mtu kama Shishi. Sawa. Shishi, je, biashara yake imetokana 100% kutokana na hii, au tangia zamani alikuwa anapambana, alikuwa anapiga bongo movie, tunafahamu, kaanza kupika zamani, alikuwa na kasehemu kadogo, aenda ka improve mpaka alipofika pale. Inawezekana sio yote kutokana na harakati zake kasaidiwa, lakini pia alikuwa kuna jasho lake kalieka pale. Kwa hiyo una justify vipi kwenda kufanya ulichokifanya? Swali lingine, logically, umeenda umechoma, wewe umeongezekewa nini? Imekuboreshea maisha yako?
imekuondolea dhiki zako, imekuondolea matatizo yako. Nasema na ninarudia, sasa hivi tuko katika hali ambazo ni hisia kali. Watu watajaji kutokana na hisia. Na kuna kitu kinaitwa justification. Watajustify, anajihusisha na kitu fulani au kafanya kitu fulani au kitu fulani ndo kimempa. Je, tukichukulia justification hiyo tuifanye ndo sheria ambayo mtaani watu waishi nayo, ni watu wangapi ambao wataishi? Na mimi nikisema sitetei wasanii, nina maana, unajua watu wengi tuna mambo mengi sana ambayo tumeyapitia, ila hatuyasemi yote. Last time nilikutolea issue ya mkasa wangu na parking, nikaelezea mkasa wangu na polisi na issue yangu ya simu, nikaelezea issue yangu na Tokyo Garage na kulindwa na watu wa Ikulu na polisi, nilielezea. Kwa hiyo na mimi pia nishakutana vitu. Katika wasanii, hebu wataje uliwataja hapo mwanzo. Billnass, Jux pia, Shishi tutaja pia, Diamond the same. Ni wale ambao waligusa direct. Sawa. Mtu kama Jux ni mtu ambaye anapambana, tunafahamu muziki wake na historia yake, na kupambana na African brand. Msanii naye nadhani ndo msanii pekee ambaye ameweza kuwa na brand ya nguo ambayo imekuwa sustainable kwa muda mrefu. Umeona Mwingine umemtaja Diamond, nishamwongelea Billnass. Billnass mimi kanizengua. Kuna issue tulifanya naye, alafu kanizengua. Na siku itakayofika nitakuja kuandika mkeka mzima na nitaweka kila kitu kwa ushahidi. Mimi watu wanajua ni mtu wa facts and logic. Kwa hiyo mimi binafsi on a personal level kanizengua Billnass. Nitakuja kuweka siku itakayofika, nitaweka wazi. Lakini sijaunga mkono walichomfanyia. Sijaunga mkono na wala pamoja na kwamba alinifanyia vitu ambavyo sijaridhika, yeye na kuna mwenzie wa darasani ambaye ana deal na laptop pia walinizulumu hela zangu za kwenye laptop. Siku nitakuja kuweka mambo sawa. Kwa hiyo mimi sio kwamba nawatetea wasanii, nina experience yangu na wasanii, na kuna watu ambao miongoni mwao washanizengua, lakini sijawahi kutaka kuwadhuru, sijawahi kutaka wadhurike. Haki yangu nitaipata kwa njia moja nyingine, hata kama ni baada ya miaka 5, 6, 10 nitaipata. Billnass alikukosea lakini huungi mkono kuchumiwa duka. Kabisa. Mimi sio shabiki wa Shishi. Lakini siungi mkono kilichofanyika kwa Shishi. Mimi sijawahi kuwa na shida yoyote na Jux. Siungi mkono walichotaka kwenda kumfanyia. Na hao ni umeniuliza kwa wasanii. Kuna biashara zingine ambazo petrol station ambayo watu wameambiwa huenda ikawa kweli, huenda isiwe kweli, wameenda kuchoma. Unajua sometimes usipoifikiria kwa upana, haijawaboreshea maisha yao, haijapunguzia dhiki zao. Kwa hiyo hali yao ya maisha iko pale pale kabla ya kuchoma na baada ya kuchoma iko vile vile, ila wameathiri maisha ya watu wengi sana. Kulikuwa mfano kama petrol station, kuna madereva ambao ndio ilikuwa kazi yao kuendesha yale malori, wanalipwa kwa sababu ya kuendesha. Sasa hivi ile biashara imesimama, iko nyumbani yeye na familia yake na makodi. Tunajua ni mwisho wa mwaka, karibuni kuna swala la shule na vitu kama hivyo. Kuna watu walikuwa wanauza spare za magari kwa sababu yale magari yanahitaji. Kuna mechanic ambao walikuwa wameajiriwa kwa sababu ya kutengeneza yale magari. Kuna madada na wakaka ambao walikuwa kwenye pump pale wanauza. Kuna watu ambao walikuwa wanauzia chakula pale kwenye zile petrol station, wanapata kipato. Kuna watu ambao walikuwa ni mafundi umeme. Kwa hiyo mlolongo wa thamani ambao ulikuwa unapatikana pale, ambao wameharibia watu maisha simply because wameambiwa mtu fulani ni adui. Tumevalishwa uadui ambao sio, hatuna uadui wa wale watu, tumeenda kuwafanyia tuliwafanyia bila kujali implication ya watu wangapi ambao wameathirika. Nimewataja wachache sana. Na kuna moja, kuna ile Sharo nani? Sharobaro wa Insta. Ni Sharobaro wa Insta. Anauza duka. Tumeona, yani video zimeonekana vitu jinsi vilivyofanywa. Kuna jamaa mmoja ana mbao kutoka Mafinga. Lori lake limepigwa moto mbao. Na kuna mama yule wa Tegeta nadhani tulikuwa tunamsikia. Tumeona. Kwa hiyo
kuna watu ambao wameuziwa uadui ambao sio wa kwao. Kuna watu ambao wamepandikizwa chuki ambazo sio za kwao. Kuna watu ambao wamepewa uadui ambao sio wa kwao, na wametekeleza kwa sababu wametumia hisia, hawakukaa, hawakutulia. Lakini kwa hiyo mule ndani kulikuwa kuna watu ambao kulikuwa kuna wahalifu, kazi yao kwenda kufanya uhalifu. Kulikuwa kuna watu ambao lengo lao lilikuwa kwenda kuandamana kwa amani. Na lazima tuseme pia kuna watu waliuawa kinyume na kuhusika kwa njia moja au nyingine. Hawakuhusika kabisa. Ni either kuna collateral au kuna utaratibu ambao ulitakiwa ufanyike. Unajua, ngoja nikwambie kitu. Fuse, Mungu ametujalia tuko mbele sana ya muda. Hivi vitu ni kwamba watu waga hawapay attention. Kuna makala niliyatoa. Kwanza, unakumbuka kwenye nani ya mwisho? Nikasema kwenye msafara wa mamba, kenge wapi? Ndio hawa tulikuwa tunaongelea, ambao walienda wakafanya. Kuna ile sheli ambayo tunaona kulikuwa kuna magari 36, yameibiwa 10, mengine yamepigwa moto. Kuna baadhi ya mikoa ambao ulikuwa unasimamishwa uko unaendesha gari. Simama tupe mafuta, sivyo tunakuchomea gari yako na tunakuharibu na wewe. Sawa? Lakini pia kuna watu wameuawa kinyume cha sheria. Kuna watu ambao wamedhurika kinyume cha sheria. Kwa hiyo lazima sehemu zote tuweze kuzibalance. Nilitoa unajua nasema Fuse tuko mbele ya muda. Nilitoa video kuelezea protocol za maandamano. Yaani nilishaona kule na nikatengeneza, tulikuwa tuna mtaalamu ambaye anajua sheria na vitu iko DJ Smart 255. Nilielezea protocol za maandamano zinavyokuwa na utaratibu wake na jinsi zilivyo. Nikitegemea watu wenda wakajifunza na wakatanabai na wakaifikiria hivi vitu, na huenda ingeweza kuepusha baadhi ya madhara. Nilitoa makala ambayo inaitwa Je, demokrasia ni mfumo sahihi kwa ajili yetu? Mule ndani watu wangesikiliza, wangeweza kujua viongozi gani sahihi, viongozi gani sio sahihi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vimetokea, sio simple kwamba ni black and white. Kuna watu ambao wako ndani hawahusiki, kuna watu ambao kweli wanahusika na yaliyowakuta ni stahiki, kuna watu ambao hawahusiki na yaliyowakuta sio stahiki, kuna watu ambao wamepandikizwa vitu ambavyo sio vya kwao. Kwa hiyo hii issue haiko simple kama tunavyoambiwa. Yaani sasa hivi ukiingia kwenye mitandao, it's either uko upande mmoja au uko upande wa nani, bila kunyambua kwamba kuna vipengele kadhaa vimo mundani. Lazima tuvikae, tuvitafakari na tuvijadili. Sasa hivi najua hisia ziko juu, miemuko iko juu. Kwa hiyo watu hawatulii. Baada ya miaka 3, 4, 5, huenda kuna mtu atapitia video, alafu akili yako itakuwa imetulia, alafu atatafakari, atakuja kurealize kwamba kweli kuna baadhi ya vitu vilisemwa vilikuwa ni sahihi. Hapo Sma, swali kubwa ama swali ambalo watazamaji wanatamani ulizungumze na tupate teki yako hasa iko vipi hasa. Ukiangalia kila ambacho waandamanaji walikuwa wanakidai, kwa sababu tunaita ni maandamano, walikuwa wanadai ni kubadilishwa kwa mfumo wa uchaguzi ambao umekuwa ukifanyika miaka yote, wakidai kwamba una mapungufu, na yalikuwa ndo madai yao hayo. Na ukiangalia wasanii ambao wameenda maana kuharibia vitu vyao, walikuwa wanaunga ule mfumo, kwa maana kuhusu uchaguzi wenyewe. Of course ni haki yao, lakini unadhani hasa kila ambacho walikuwa nakipigania, tuwatoe kwanza ambao wamefanya vurugu, hawa ambao walikuwa wanapigania mfumo wa uchaguzi hasa, walikuwa sahihi na walitakiwa waandamane katika mlengo upi hasa ili waweze kusikiliza, na ulikuwa ni wakati sahihi kwa maana tarehe yenyewe ya kuandamana pia, ama unadhani nini itakuwa kifanyike ili sasa ujumbe ambao unataka ufikishwe pia? Na wewe ambavyo uliutazama pia uchaguzi hasa ulivyoendeshwa, ulionaje hasa? Nianzie wapi? Waandamanaji watakuwa waandamane katika njia ipi hasa ambao walikuwa sahihi? Hiyo nimeshaelezea kwenye video. Nimeshaelezea protocol za maandamano na kinachotakiwa kufanyika. Hiyo nimeshaelezea. Kwa hiyo sitotaka kuirudia hapo. Kingine maki ndani kuna maswali kadhaa, uliza afu nitakuwa najibu. Okay, sawa. Kuna watu ambao wanadai mfumo wa uchaguzi uweze kubadilishwa hasa. Unadhani wewe ambavyo ulivyoona uchaguzi ulivyoendeshwa hasa, ulizika ama unahisi kila ambacho alikuwa anakipigania kilikuwa ni sahihi?
Je, kuna maboresho yanatakiwa yafanyike? Ni kweli. Black and white. Haina kupindisha. Kuna sheria zetu ambazo zinatakiwa zifanyiwe maboresho. Black and white. Hiyo ni kweli. Je, njia iliyotumika kwa sababu ya kutaka hiyo ni sahihi? Sio sahihi. Okay. Imesababisha madhara na siamini kwamba Watanzania hatuna uwezo wa kusolve matatizo yetu bila kuwa na vurugu. Siamini hicho. Kifanyike nini hasa? Walipaswa wafanye nini hasa? Kuna makala ambayo nayaandaa ambayo ni kuna waraka umetolewa au mkeka wa Gen Z wameutoa. Sio ulipata nafasi kuona? Umekutana nao? Baadhi nimeyaona baadhi. Mimi nimetumiwa na nimeichambua yote. Kuna vitu ambavyo nimeunga mkono vile mule ndani, kuna vitu ambavyo sijaunga mkono, nimetoa maoni yangu virekebishwe. Kuna vitu ambavyo ni vya hatari sana viko mule ndani, alafu nimetoa solution ya nini chief kifanyike. Kwa hiyo nadhani majibu sahihi yanakuja humo kwa sababu nimeyapangilia kwa utaratibu mzuri na nimeelezea mimi moja ya vitu ambavyo Mungu amenijalia ni natural problem solver. Kwa hiyo napoona tatizo ninakuja na baadhi ya suluhisho. Kwa hiyo kuna masuluhisho ambayo yako mule ndani ambayo nimeyatoa. Soon itakapotoka hiyo nitakuwa majibu nimeyatoa mule ndani. Okay, sawa, umezungumza vizuri sana. Siku kadhaa baada ya uchaguzi kuisha, Rais wa Kenya William Ruto alihojiwa, nadhani ilikuwa ni Al Jazeera, alimuuliza akaulizwa kuhusu mfumo wa demokrasia unavyoendeshwa hapa hasa East Africa. Akaulizwa pia kuhusu Tanzania, majirani zake, pamoja na Uganda. Na moja ambayo aliulizwa pia kuhusiana na kile ambacho kimetokea katika uchaguzi, kiongozi kushinda kwa 97%, hivyo 98 kuelekea huko. Akasema kwamba hawezi kuingilia mataifa mengine siasa yanavyoziendea, lakini akasema kwa Kenya wao wamepiga stage kubwa zaidi kuliko mataifa mengi ya Afrika, kutaja specific, lakini akasema wanazidi. Na akasema kwamba kwetu sisi ni ngumu kiongozi kushinda kwa 98, 90 ngapi huko ama 90, si ndio? Na baadaye akasema kwamba, lakini akasema kasisitiza pia, akasema kwamba mfumo wa demokrasia bado ni mfumo bora wa namna ya kuongoza serikali zetu ama wananchi. Kauli yake alivyoizungumza ile, na wewe unavyoona pia, bado demokrasia ni mfumo sahihi kama vile alivyokuwa anazungumza? Kwanza nimependa kwamba kaongea kwa hekima na busara, na ambao wameweza kumuelewa wamemuelewa. Hapo ndani kuna vitu kama vitatu. Binafsi siamini kama demokrasia ndio mfumo sahihi wa kiuongozi. Demokrasia uamini kama ni mfumo sahihi? Binafsi siamini. Unajua sasa hivi hii migogoro yote ni kwa sababu ya mifumo ambayo tumeletewa. Kwenye makala yangu, na ninashauri watu waende wakasikilize, je, demokrasia ni mfumo sahihi wa uongozi? Nilirudi kabla ya wakoloni kuja Afrika kuangalia tawala tulizokuwa nazo Afrika pamoja na mifumo yetu ya uongozi ambayo tulikuwa nayo na jinsi ilivyokuwa inafana na ilikuwa ina ubora. As long as sio mfumo wa Mungu, lazima utakuwa na mapungufu. Kwa hiyo mapungufu yalikuwepo, lakini tulikuwa tuna mifumo yetu. Then tumeletewa mifumo ambayo tumelani. Kuna watu ambao wanaamini demokrasia ndio mfumo pekee, best. Yaani hakuna mfumo mwingine. Na bila demokrasia hakuna maendeleo. Naomba niulize, Dubai kuna demokrasia? Ushawahi kusikia kuna uchaguzi kule? Hapana. Ushawahi kusikia kuna wabunge wanaenda kuchaguliwa kule? Ushawahi kusikia sijui kuna vitu gani vinakaa vinajadiliwa kama tunavyojadili sisi? Hali yao ya kimaisha ikoje? Wako vizuri sana. Saudi Arabia wako vizuri sana. Kuna nchi ambazo zingine ambazo ni za kifalme kama United Kingdom. Kuna UK. UK wana hybrid system ambayo wana monarchy ambayo kuna ufalme, alafu huku kuna waziri mkuu ambayo ana run things katika hali ambayo ila kuna nchi zingine ambazo zinaendeshwa bila demokrasia. Korea Kaskazini. Korea zile wanazita dictatorship.
Vatican hakuna, of course kuna ile mapadri kukaa nini lakini sio mfumo wetu wa kidemokrasia ambao tunao hapa sisi hapa. Na nchi zingine nyingi ambazo zipo, mfano labda Russia, demokrasia yao ukiangalia kiongozi wao na miaka mingi. China pia the same story, kuna namna demokrasia, lakini unaiona kuna baadhi ya umeitaja China. China hali yao ya kimaisha unaonaje? Iko vizuri. Uchumi wao unaonaje? Vizuri sana. Maisha yao unayonaje? Vizuri sana. Wana demokrasia kule. Xi Jinping sasa hivi nadhani sana miaka mingapi sasa hivi. Na wamebadilisha nani yao kuongoza mpaka atakapo, nachukulia lugha ya mtaani, atakapochoka yeye. Sio mpaka atakapochoka. Nimeongelea lugha ya mtaani. Sasa mtu unaweza kauliza solution ya hii ni nini? Solution mimi nishasema haijalishi mfumo gani. Kuna nchi ambazo zina demokrasia lakini zina matatizo. Kuna nchi ambazo hazina demokrasia lakini wako vizuri. Sawa? Mfano Marekani wanasemekana wana demokrasia. Nadhani unakumbuka Hillary alisema kaibiwa, kwamba mfumo uliopo electoral votes sio sahihi, umedukuliwa. Yeye kusema udukuliwa. Yeye aliishinda kwenye popular votes, kura za wapigaji mmoja mmoja. Trump akashinda kwenye electoral votes. Unajua wana mifumo miwili ambayo mtu ambaye hujui. Kwa hiyo Hillary akakandi akasema hii electoral vote ndio kitu gani, sijui nini, mtu ushashinda, umechaguliwa na wananchi. Kwa hiyo usichokijua kwamba kuna baadhi ya nchi ambazo tunaamini kwamba wananchi ndio wanachagua, lakini wananchi hawachagui. Wananchi wa Marekani walimchagua Hillary Clinton. Popular votes alipata yeye. Electoral votes ndio zilizomweka madarakani Trump. Trump baada ya miaka 4 akatolewa, akaingia nani? Biden. Trump akasema nimeibiwa. Sawa? Pamoja ni mifumo yao yote. Wakasema ameibiwa. Ndio arudisha watu, wakati anaingia Bush mtoto. Mpinzani wake ndio aliyeshinda. Wakaja zikarudiwa matokeo, ikapinduliwa juu kwa juu. Hivi ni vitu ambavyo watu hawavijui. Kwa hiyo hata zile nchi ambazo tunaaminishwa kwamba demokrasia zao, ukija ukiangalia hata kwao hakuna. Kuna ile insurrection ambayo ilitokea kwao kule mpaka Trump wakataka kumshtaki. Lakini kuna upande wa pili ambao hawana demokrasia lakini maisha yao ni mazuri kama tulioelezea. Sasa solution ni nini? Nilielezea solution. Mimi sijali mfumo. Mkiwa na kiongozi bora mtakuwa nchi bora. End of story. Bila kujali aina ya mfumo. Kuna nchi ambazo zina mifumo ambayo inaaminika ni bora lakini hali yao sio bora. Kuna nchi ambazo wana mifumo ambayo inaaminika sio bora lakini nchi zao ni bora. Kupitia mfumo huu kuna watu ambao wanalizika na kiongozi aliyekuwa amepita. Yes. Unajua sio kila mtu anajihusisha na siasa. Unajua kwenye makala kama umeyafuatilia ambayo niliyatoa Operation Breaking TZ, Cambridge Analytica anasema tuliangalia tukagundua kwamba kuna watu ambao hawajihusishi kabisa na politics. Kwa hiyo au tuliwapotezea. Kuna kundi la watu ambao ndo tulililenga. Kwa hiyo lazima ujue kwamba kuna mifumo tofauti. Kuna watu ambao hawajihusishi kabisa na nani. Kuna mtu akiamka yeye ataenda atafanya kazi zake, atapata kipato chake, atalisha yeye na familia yake, maisha yanaenda, mengine akamwachia Mungu. Sawa? Sio kila mtu ambaye yuko kwenye hivi vitu. Hivi ni vitu ambavyo lazima tuelewe, na kulazimishia kwamba kila mtu aone mtazamo wako wewe ndio sahihi pia ni kosa. Tumetoka kwenye uchaguzi, vitu ni vingi ambavyo vinazungumzwa. Kabla tujaenda hapo, nimalizie pia kwa Ruto. Ruto aliulizwa akasema kwamba hawezi akaingilia huko watu wameshinda asilimia ngapi, na kwake kwa nchi yake kupata asilimia hiyo ni ngumu. Mimi namuunga mkono. Hata kwetu kupata asilimia hiyo imewezekana kwa sababu lakini haijawahi kutokea. Na sidhani kama mazingira yangekuwa tofauti ingetokea. Ila nataka ni kuoneshe kwamba sio kujustify. Kuna kitu ambacho tamani utuoneshe kuhusiana na kila ambacho tunachokizungumza kuhusiana na
ili watu waelewe. Yaani nataka niwape watu na mitazamo mingine ambayo pia inatokea sehemu nyingine na sio Tanzania tu, na sio Tanzania peke yake. Kabisa. Watu wajifunze na sehemu zingine pia. Labda tunaweza kadhani hii inatokea kwetu peke yake, sehemu zingine labda ikawa hazitokei, lakini mwisho wa siku demokrasia ndo katiba zetu hivyo zinadai mfumo uweze kuendeshwa hivyo. Ndo mfumo ambayo kwa hiyo mimi binafsi tunachokizungumza sisi hapa ni maoni tu, na wala hatusemi kwamba mfumo fulani uondolewe au ufanyeje. Hapana. Demokrasia ni mfumo ambao unaruhusu uhuru wa maoni wa mtu kuzungumzia. Na ndio maana kila mtu anaweza kaanzisha chama chake na akaweza kutoa maoni yake na akaweza kuuza sera zake, si ndio? Kwa hiyo haya pia ni mtu asikecha akasema kwamba bana, mbona kama kuna kitu fulani sana mmekinani. Hapana, haya ni maoni huru. Kwa hiyo kama kuna sema tu tunamkosea atuie lazima. Kwa hiyo uchaguzi wetu ulikuwa na asilimia ngapi? 97. Sasa na kutolea nchi zingine 5, viongozi vingine 5 na asilimia walizozipata. Sawa. Kagame alishinda kwa asilimia 99.15. Kagame. Sawa. Mwaka 2014. Samia Suluhu Hassan ameshinda kwa asilimia 97.66. Sawa. Ismail Omar Gwele alishinda kwa asilimia 97.30. Wapi huyo? Huyu ni wa Djibouti. Mwaka 2021. Theodore Obiang Nguema Mbasongo wa Equatorial Guinea alishinda kwa asilimia 94.9. Nguema wa Gabon alishinda kwa asilimia 94.85. Kwa hiyo nimetoa baadhi ya tuone kwamba kilichotokea sio maajabu, na kwamba kuna ambao walishinda kwa asilimia kubwa zaidi ya kwetu. Sasa kuna kitu ambayo nimesema kwa hali ya kawaida isingepatikana ushindi wa asilimia 97. Nitakwambia kwa sababu gani. Na ninarudia tena kusema watu ambao wataangalia na kusikiliza logically wataelewa. Kukiwa kuna kitu huku alafu kuna kitu huku, balance itatofautiana kutokana na wingi wa na ubora. Huku kina uzito kiasi gani, huku kina uzito kiasi gani. Ukichomoa upande mmoja huku uzito utazidi, kwa sababu hakuna kitu ambacho cha upande wa pili. Lao Chadema wangeshiriki kwenye uchaguzi, siamini kwamba hata kama angeshinda kwa asilimia hizi. Naangalia logically kwamba kushiriki kwa uchaguzi wao wenyewe, kwamba hatutoshiriki Chadema ambacho ndo chama kikuu cha upinzani ndo kimepelekea asilimia kuongezeka. Lao wangeshiriki zisingefika hizo. Sijui unaelewa? Kwamba kwa vile sasa hakuna huku waliohusika katika upigaji kura wengi ni upande mmoja, upande mwingine hawakwenda. Sijui unaelewa? Hapo bado kuna technicalities zingine ambazo watu wanasema huenda idadi kamili ya wapigaji kura haikuwa hii au nini. Kwa hiyo kama wapigaji kura walitakiwa 1000 mfano, wangepiga kura watu labda 90, asilimia 90 ya 1000 ingekuwa labda watu 900. Sawa. Kama walipiga kura watu 80 katika watu 90, sawa. Katika hiyo waliopiga kura asilimia ya hiyo ndo itakuwa matokeo, sio asilimia ya wale wote. Sijui unanielewa? Kwamba wale wachache waliopiga kura asilimia yao waliompigia fulani ni wangapi? Yes, ndo hiyo iliyotoa matokeo. Sio umeelewa? Yes. Kwa hiyo najua watu, ndio maana nasema kuna watu ambao bado hisia ziko juu, hasira ziko juu, wataongea, najua wako kwenye wataongea chokiongea. Mimi sijasema hichi kiko sahihi, hichi kiko sahihi. Nimejibu kwa logic kwamba kwenye mizani ikiondoka upande mmoja, upande huo automatically utakuwa mzito. Yani ukichukua mizani ukaweka kitu gani ambacho ni chepesi? Pamba na jiwe. Pamba na jiwe.
jiwe litazidi. Ukilitoa lile jiwe, pamba litazidi kwa sababu halina resistance yoyote upande wa huku. Umenielewa? Kwa hiyo kwenye hiyo pia narudia, lau chama kikuu cha upinzani ingeshiriki, tusingepata asilimia ambazo tumezipata. Ndio jibu ambalo tutakuwa tumwambie ama umemjibu William Ruto kile alichokizungumza kwa Tanzania. Yes, kwa sababu wao ushiriki wa upinzani ulikuwepo, marehemu Odinga, yes, na yeye ana nguvu zake na vitu vingine, japokuwa pamoja na kilichotokea kule, bado wapo watu ambao wanaamini kwamba na sheria zao na kanuni zao zote ambazo zipo, bado watu wanaamini kwamba hakuingia Ruto kaiba kura. Baba wanasema baba alinyang'anywa. Pamoja na kwamba unaona hizo sheria si ziko kule na kuna kwenda mahakamani na nini, na kama unakumbuka ilienda mahakamani, mahakama ikapitisha kwamba ndio ameshinda, kama mnakumbuka. Kwa hiyo hata hizo sheria, ndio maana nikasema haijalishi kuna mfumo gani, inachojalisha kuna kiongozi gani. Kukiwa kuna kiongozi mbora, hata kama kuna mfumo wa ovyo, ufanye kazi kwa ubora. Na kukiwa kuna mfumo bora, kama kuna kiongozi wa ovyo, ataufanya mfumo uwe ovyo. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho katika yale tuliyokuwa tunayaongelea. Okay, sawa. Kutokana na muda ambao unatukimbia kidogo, tutakuwa tunauliza maswali tofauti. Kuna kila ambacho sasa hivi kinaendelea baada ya yale ambayo yametokea. Watu wamekuwa kisikiliza usalama wa nchi ukoje, hasa watu ambao wamepoteza maisha yao, matamko tofauti yamekuwa yakitolewa sana. Nataka kwanza tuanze na hili jana taarifa ya jeshi la polisi jana liliripoti kwamba kuna askari ambaye anadaiwa ni raia wa Kenya na raia pacha wa Kenya na Marekani, amekamatwa na mabomu 4 akawa akivuka mpakani kuingia nchini Tanzania. Na pengine hasa hiki ambacho unachokiona na hali yetu inayoendelea pia hii, maana kuna watu ambao pia umeanza kuihusisha na kuelekea katika maandamano ya tarehe 9 Disemba. Pengine hasa wewe, nafahamu na intelligence zako katika ufuatiliaji wa masuala haya pia, ina maana gani hasa hii baada ya kukiona jana?